mji ambao unapatikana mwishoni mwa nchi ya Iraq, ambao pembezoni kulikuwa kuna natural boundaries, mipaka ya asili ambayo ilikuwa ina differentiate, inatenganisha kati ya nchi ya Iraq pamoja na nchi ya Persia ambayo kwa sasa inaitwa Iran. Tunajua alipofanya movement yake kutoka Babel akaingia kwenye kijiji cha Hebron katika mji wa Kanaani kwenye nchi ya Palestina, na akahama kutoka eneo lile akaenda kuishi kwenye nchi ya Misri chini ya mfalme Sanan ibn Sabai katika nchi ya Misri. Wakati ule mke wake mama Sara alitaka kubakwa na mfalme wa Misri kwa sababu alikuwa ni mfalme ambaye alikuwa anapenda sana wanawake ambao ni wazuri, na miongoni mwa wanawake waliokuwa ni wazuri alikuwa ni mama Sara. Lakini baada ya kushindwa kumbaka yule bwana, ilibidi ampe mama Sara mfanyakazi, mjakazi aitwaye Hajar. Na baada ya kujiona Ibrahim kwamba hajapata mtoto na mama Sara kwa muda mrefu, ikabidi mama Sara mwenyewe amshauri Nabii Allah Ibrahim amuoe mama Hajar, amfanye kuwa ni mkewe, la'alla Allah yarzuquhuma ibna, huenda Mwenyezi Mungu akawaruzuku mtoto wa kiume. Ndio walikuwa wakimhitaji. Lakini baada mama Hajar kuwa ameshapata ujauzito, mwanamke kama mwanamke ulijaa wivu wa kike, na akamwahidi Nabii Allah Ibrahim kwamba la uqati'annaha, nitakuja kumkatakata vipande huyu Hajar kwa sababu tu amezaa mtoto na yeye akiwa ni mgumba. Nabii Allah Ibrahim faamarahu Allah an yuhajira ila ardhi Bakka. Mwenyezi Mungu alimwamrisha Nabii Allah Ibrahim ahame ampeleke mama Hajar na mwanaye Ismail katika mji ambao zamani ulikuwa unaitwa Bakka. Inna awwala baitin wudi'a linnasi lalladhi bi Bakka. Bakka ilikuwa ndio jina la zamani, ule mji unaitwa namna hiyo. Lakini alipoondoka Nabii Allah Ibrahim kutekeleza amri ya Allah, alipofika kwenye ardhi ya Makka, zamani yaitwa Bakka, ilikuwa ni ardhi kama nilivyoizungumza, ni desert lands, ni ardhi ya jangwa. Hakukuwa na mmea wa aina yoyote na wala hakukuwa na maji. Lakini kwa kuwa ni amri ya Allah, ilibidi lazima aitekeleze, na akamuacha mama Hajar pale, akamuacha mwanaye ambaye ni Ismail pale, akageuza mnyama wake akawa anaondoka. Wakati anapanda mlima wa Swafa, kama mzazi ambaye alipata mtoto kwenye rika la utu uzima, amempata mtoto aliyekuwa anamtaka ambaye ni wa kiume, ilibidi yani moyo unungunike kwa sababu ya damu nzito kuliko maji. Aligeuza mnyama wake na akaitazama familia yake, machozi yalimtoka. Wakati machozi yanamtoka, huyu bwana alimuomba Mwenyezi Mungu, akasema, Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitika al-muharram, Rabbana liyuqimu as-salah waj'al af'idatan minan nasi tahwi ilayhim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Ukitazama haya maneno ya Nabii Allah Ibrahim, ndiyo maneno ambayo yaliibeba mji wa Maka, na ndiyo maneno ambayo
yalifungua fursa ya mji wa Maka. Akasema Rabbana, Mola wetu akasema inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in, hakika yangu mimi nimekiweka kizazi changu, nimeiweka familia yangu katika ardhi ambayo ghairi dhi zar'in, isiyokuwa na mmea wa aina yoyote. Hakuna shamba la aina yoyote ambalo linaweza likaotesha mmea. Hawa wanangu pamoja na mke wangu wakala kupitia mmea huo. Lakini inda baitika almuharram, nimewaweka mbele ya nyumba yako takatifu ya Maka. Wakati huo nyumba ya Maka kwa maana ya Al-Kaaba bado haijatengenezwa, lakini kwa sababu kulikuwa kuna ishara, kwa sababu mtu wa kwanza kuchimba msingi wa Al-Kaaba alikuwa Nabii Allahi Adam alayhi salam, na Ibrahima kama nabii wa Mwenyezi Mungu alikuwa analitambua lile. Ndiyo maana akasema inda baitika almuharram, nimewaweka mbele ya nyumba yako takatifu. Malengo, akasema Rabbana liyuqimu ssalah, Mola wangu nimewaweka hapa ili kwanza watu wa eneo hili wasimamishe ibada ya swala katika eneo hili. Kwa hiyo Nabii Allah Ibrahim anatuonyesha lengo la kwanza la kuichukua familia yake na kwenda kuitelekeza katika desert lands kwa amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Anamwambia Allah liyuqimu ssalah, nimewaweka ili waje kusimamisha swala katika eneo hili. Lakini akasema waj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim, na kuomba ya Rabbi uzijalie nyoyo za watu katika hii dunia, nyoyo za watu tahwi ilaihim, ziwapende watu wa Maka. Alafu mwisho akasema warzukuhum minas thamarati la'allahum yashkurun, na uwape riziki ya matunda watu wa Maka. Ni hakika ya Rabbi ukifanya hivyo watakuja kukushukuru baada ya kuwapa hivi ambavyo mimi nimekuomba ya Rabbi. Unakuta dua ya Nabii Allah Ibrahim katika mji wa Makka ambao kwa sasa ni Maka, aliomba mambo matatu. Mmoja akasema liuqimu ssalah, lengo watu waje kusimamisha ibada ya swala. Lakini jambo la pili akasema waj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim, na uzijalie nyoyo za watu wote duniani wawapende watu hawa wa Maka. Lengo la pili. Na la tatu alichomuomba warzukuhum minas thamarati, japokuwa ardhi yao ni ya jangwa, hakuna mmea unaoota, lakini hivyo hivyo Mwenyezi Mungu unaweza wape riziki ya matunda watu wa Maka, la'allahum yashkurun, bila shaka watakushukuru kwa riziki ambayo wewe itakuwa umewapa wao. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bil ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha al-azima li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Alhamdulillah, alhamdulillahi alladhi hadana lihadha wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah, wassalatu wassalam ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du ibadallah. Watukufu Islam, tumeona Nabii Allah Ibrahim ameuombea mji wa Maka mambo matatu. Jambo la kwanza amesema liyuqimu ssalah, anawaombea watu wa Maka wasimamishe ibada ya swala katika mji wa Maka.
lakini waj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim, na Allah ajalie nyoyo za watu ulimwenguni ziwapende watu wa Maka. Na la tatu, warzukuhum minas samarati, na Allah awape riziki ya matunda. Haya mambo matatu Nabii Allah Ibrahim aliwaombea watu wa Maka. Kisha akageuza kipando chake akaondoka zake. Wakati anaondoka, Nabii Allah Ismail alayhi salam akiwa bado yuko kwenye childhood, kwenye utoto mdogo, alianza kulia baada ya baba kuondoka. Lakini Hajar kama mama alipomtazama mtoto wake, alijua tu bila shaka huyu mtoto ana kiu cha maji, kwa sababu mama anamjua mtoto. Mama Hajar ikabidi anyanyuke, ardhi yenyewe ni ile, haina maji. Alipotazama pembezoni, akaona kuna mlima wa Swafa ambao Ibrahimu alishatokomea. Alipoangalia kwenye ule mlima juu, akaona kana kwamba kuna maji kule juu. Kuna kitu kinaitwa mirae au mangati. Ukiwa kwenye barabara unatembea kipindi cha jua kali, una gari kwenye lami, unaweza kuona kama mbele kuna maji, ukifika maji hakuna. Lakini unaona yako mbele, ukisema unakwenda ukaribia maji hakuna. Ndio tabia ya lami jinsi ilivyo. Wanaita ni mirae au mangati. Na yeye aliona kwenye mlima kama vile, akajua kuna maji yale, nikamchukulia mwanangu nije kumnywesha asije akafa. Alipopanda kwenye mlima wa Swafa akakuta hakuna maji. Aliposhika kiuno anageuka Marwa, anakuta juu kuna maji yale, kumbe ni yale mangati, mirae. Ikabidi apande kwenye mlima wa Marwa, akakuta hakuna. Alizunguruka takriban mara 7 Swafa wal Marwa, akimtafutia mtoto wake maji ya kunywa, kwa sababu alikuwa analia na akiamini mwanae ana kiu cha maji. Lakini wakati yuko kwenye mlima wa Marwa mara 7 ameshamaliza, akasikia mwanae pale pale amekata kauli, akajua mwanangu ameshakufa na kiu. Kama mama ilibidi akimbie afike mpaka alipo Nabii Allah Ismaili, mwanae akiwa ni mdogo. Alipofika kwenye maeneo yale, akamkuta yule mtoto yuko ndani ya maji, akiwa badala ya kulia anacheka ndani ya maji, namna anavyojisikia raha kuwa mwili wake umo ndani ya maji. Yule mama ilibidi amchukue mwanae amnyweshe maji, alafu akamuogesha kidogo kumuondoa joto. Yale maji kwa sababu yalikuwa yanasambaa, yeye akayambia zam 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 zam, kwa maana yale maji yajikusanye sehemu moja, ndiyo maana neno zam zam. Baada ya kufanya tukio lile, yale maji akawa ameyatengenezea kama kisima, yametulia sehemu moja. Tayari tunapata picha ya kwamba kumbe ardhi ya Maka, mtu wa kwanza kuishi kwenye ardhi ya Maka tokea dunia imeumbwa, ilikuwa ni mama Hajar, ambaye asili yake ni kabila ni Mkibti kutoka Misri. Na wa pili alikuwa Nabii Allah Ibrahim, ambaye alikaa kidogo, ambaye asili yake ni Babel, Iraki. Na mwingine alikuwa Nabii Allah Ismail, akiwa ni mtoto ambaye asili yake baba ni Iraki na mama anatokea maeneo ya Misri. Ndio watu wa kwanza kuishi kwenye ardhi ya Maka. Wakati amekaa mama Hajar na mwanae Ismail, kuna msafara ulipita katika maeneo yale. Msafara ule unatoka Yaman, unaongozwa na Amru ibn Muzaz. Yule bwana wakati anapita kwenye anga, akaona kuna kijindege kinazunguruka, na wao walikuwa wameishiwa na maji. Baada ya kuona ndege anazunguruka juu, akawaambia watu wake ya kwamba inna hadha tayf, hakika ya ndege yule mnayemuona, la yaduru ala alma, pale anapozunguruka bila shaka chini kuna maji. Fa arsala arrajulaini, akawatuma vijana wawili, watu wawili waende wakatazame. Walipofika maeneo yale, wakamkuta mama Hajar na mwanae Ismail kwenye maeneo yale, wametengeneza kibanda, ndio wanaishi kwenye maeneo yale.
akapelekewa taarifa, ikabidi aje mwenyewe na msafara wake. Akamwambia ya kwamba ataadhinana annanzila alaiki, hivi mama Hajari unatupa idhini sisi tushuke tuje kuishi katika eneo hili? Yule mama akawaambia naam, ndiyo mnaruhusiwa, lakini laisa alaikum haqqun fil ma, hamna haki yoyote na maji haya ya Zamzam, ni yangu mimi na mwanangu Ismail. Amru ibn Mudhadi akaondoka kuelekea Yaman, akachukua familia yake na wakaja kuishi kwenye mji wa Maka, wakawa ni wakazi wanne kwenye mji wa Maka. Kwa unakuta ardhi ya Maka inatengenezwa na watu wanne. Jambo la kwanza ni Ibrahim, wa pili ni Hajar, wa tatu ni Ismail, na wakazi wanne ni watu wa Yaman, ndio walioitengeneza ardhi ya Maka. Hadi leo wale watu wote mnaona pale Maka, asili yao ilikuwa ni kwenye maeneo haya, kwa sababu walifanya intermarriage, wakapatikana kile kizazi cha watu wa Maka ambacho ndio Makuraishi wa sasa. Lakini baada ya hapo, Ismail alipokuwa ameshakuwa ni mkubwa kiasi ambacho ana kwenye miaka 14-15, ndio Nabii Allah Ibrahim alirudi kwenye ardhi ile na akaanza kutengeneza ule msikiti wa Maka. Wa idh yarfa'u Ibrahimu qawaida min albayti wa Ismail. Kumbuka aliponyanyua Nabii Allah Ibrahimu ile misingi ya msikiti wa Maka akiwa na mwanae Ismail, mwisho kuambia Rabbana taqabbal minna innaka anta ila akhir aya, Mwenyezi Mungu tukubalie, hakika wewe ni msikivu, na jinsi walivyomuomba. Alipomaliza kutengeneza kunyanyua kuta za Maka, ndiyo hapa Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia, kwa sababu kuta za Maka umeshazinyanyua, Ismail akiwa ni mtoto mdogo, ndio akamwambia waadhim fi nnasi bil haji, sasa watangazie watu waje kufanya ibada ya hija katika eneo hili ambalo wewe na mwanao Ismail mmelitengeneza kwa amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio Ibrahim akamwambia Allah, kaifa yuballighu ilayhim sauti wa ana ba'id, namna gani ya Rabbi sauti yangu itawafikia watu wa duniani waje kuhiji kwenye mji wa Maka, kwenye msikiti huu, wakati sauti yangu mimi haiwezi kuwafikia wao? Allah akamwambia, anta muadhin wa ana muballigh, wewe atangaza, watangazia watu waje, na mimi kazi yangu itakuwa ni kuwafikishia wapate kuisikia. Ndipo aliposema ya ayuhan nasu, enyi watu, inna rabbakum kad ittakhadha lakum baita, enyi watu, Mola wenu amewatengenezea nyumba. Akawambia fahujuhu, njoeni mje kuhiji kwenye nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ndio akasema Mwenyezi Mungu, wa ala kulli dhamirin yaatina min kulli fajin amiqi. Na hii inasemekana kwenye tafsiri ya Ibn Kathir, anasema kwamba kila aliyesikia sauti hii, hata kama ilikuwa bado tone lake liko mbinguni, roho yake iko mbinguni, na akasema labbaika Allahumma labbaika, hata iwe namna gani, lazima atakwenda kuhiji katika mji wa Maka, kwa sababu aliitikia ule wito. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma arda an Abi Bakr as-Siddiq at-Taqi wa Umar al-Faruq an-Naqi wa Uthman dhi-an-Nurayn az-Zaki wa Ali al-Wafi ar-Radhi, وارض اللهم عن السبطين الجليلين شهيدين الإمام أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم جئناك تائبين وفي عفوك راغبين، فعاملنا بإحسانك وتولنا بنصرك، وول أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، وقض حوائجنا وحوائج جميع السائلين من المسلمين، واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين.
rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa aqimus salat.